Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru kwa nafasi hii ili na mimi niweze kuchangia kwa mwaka huu wa fedha 2018-19. Mwenyekiti, sasa tangia wananchi wa Tarime wanichague, nimekuwa na miaka mitatu hapa bungeni. Nimejifunza mambo mengi sana, na wakati mwingine fikra nilizokuja nazo hapa na kitu ninachokiona kinafanywa hapa ni tofauti kabisa, na inasikitisha sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1994 Rwanda iliingia kwenye machafuko makubwa sana yaliyosababisha mauaji ya zaidi ya watu milioni 1. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia na ukifuatilia mauaji yale, kulikuwa na visasi, kulikuwa na kupuuzwa watu, kulikuwa na watu kuonewa, kulikuwa na double standard, na watu wakafika sehemu wakachoka kweli kweli, ikatokea matatizo makubwa kama yale. Leo hapa Tanzania, kule Msoma mwaka 2010 yaliwahi kutokea mauaji mabaya ya kulipiza kisasi. Watu zaidi ya 16 kwenye familia moja wakauawa. Wengi mnajua. Wakauawa, mbuzi wakauawa, ng'ombe, paka kuku na mbwa wakauawa kwa sababu ya visasi. Leo nchi hii watu wanapigwa kwa sababu wengine wanafikiri wako salama, na kwa sababu wanafikiri wako kwenye madaraka, wanaona ni sawa hawa kufanyiwe hivi. Katibu wetu wa kata ameuawa, watu wanaona ni sawa. Tundu Lissu amepigwa risasi, watu wanaona ni sawa. Watu wanaonewa, mnaona ni sawa. Sasa na wengine tunajua tuko kwenye listi ya kuumizwa. Sisi wengine tumeiambia familia zetu kwamba hata kama ni baada ya miaka 10 kwa watu watakao tufanyia ubaya, lazima familia zao ziwajibike. Na hili liwe kwenye rekodi kabisa. Hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo imejaa upendeleo, imejaa double standard. Tunazungumza kuhusu utawala bora hapo mwenyekiti. Tunazungumza kuhusu utawala bora. Utawala bora tunaozungumza, Mzee Mkuchika, ni utawala wa aina gani? Utawala ambao leo mnakamata mtu, polisi wanazungumza kwamba huyu mtu amejiteka, lakini yeye mnamzuia kuwaambia Watanzania kwamba yeye hakujiteka au alijiteka. Utawala bora upi? Utawala bora leo tunajua serikali duniani ni chombo cha mabavu. Tunazungumza bunge ndio chombo cha wananchi, dunia nzima ndivyo ilivyo. Leo mtu anatoa opinion yake kwa mujibu wa katiba ibara ya 18, anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake. Jambo tunalopaswa kufanya kama bunge ni kumjibu kwamba hili bunge haliko hivyo kwa kuandika makala kinzani. Au huyu mtu mnafikiri kwa nini anatuona hivyo? Kwa nini hakuliona hivyo bunge la Mama Makinda? Kwa nini hakuliona hivyo bunge la Mzee Sita? Kwa nini hakuona hivyo mabunge mengine? Mwenyekiti, bunge hili likiwa sehemu ya kutoa hukumu kwa watu wanaotutazama sisi, na sisi hatuwezi kulazimisha kila mtu atuone kama tunavyojiona. Watu wana haki ya kutuona tofauti. Kila mtu ana macho yake, na wewe utaona umevaa suti umependeza, mwingine atakwambia hujapendeza, umevaa suti mbaya. Kwa hiyo huwezi kuanza kumchapa kwamba amevaa suti mbaya, amekwambia umevaa suti mbaya. Kwa mwenyekiti, mimi nafikiri kama taifa, na sisi tunaongea hapa, watu wanafikiri sisi ni walalamikaji. Watu wanafikiri sisi ni walalamikaji. Tumewaambia mambo mengi. Mwaka juzi mligusa hapa sukari. Oh, sukari, watu wanaingiza sukari, si sukari. Tutaishusha bei. Sukari imepanda kutoka shilingi 1,800 aliyoiacha Kikwete, leo ni shilingi 2,800. Mnajifanya kama hamjui, yani mmejisaulisha. Eti
eti mmejisaulisha eti sukari haijapanda bei. Yani mnafikiri wa Tanzania hawawaoni? Hakuna anayezungumza. Yani mmejisaulisha tu, hamjui kwamba sukari mlitibua bei nyie. Tukiwaambia hawa ni watu wabaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nasema Mwalimu Nyerere ambaye ni muasisi wa taifa hili, kama mumheshimu, aliwahi kusema maendeleo ya vitu sio maendeleo ya watu. Maendeleo ya watu ni pamoja na watu kuwa na afya. Mimi nawaambia CCM nyie no piga kelele. Vituo vya afya tangia uhuru kati ya 1420 mna vituo vya afya 696, na miongoni mwa hivyo vituo vya afya kwa mujibu wa kitabu hiki cha waziri, hotuba ya waziri. Mwenyekiti, vituo, mimi nasema hivi, miaka 59 vituo vya serikali 513, ili tujenge vituo 4422 tunahitaji miaka 600. Mnahitaji mtoke madarakani nyie. Ndicho ninachosema hapa, a simple logic. Sasa Mwenyekiti, unakuja hapa mtu anatuambia SGR. Wakoroni walijenga reli hii Mwenyekiti. Wakati ule ndio ilikuwa standard gauge ya sasa hivi, wakati wakoroni wanajenga ile. Wajerumani, lakini Watanzania na Watanganyika walikataa kwa sababu walikuwa wanawaoppress. Kitu ambacho mnafanya nyie. Leo mnatuoppress. Sisi tukizungumza kuhusu nyie, mnatuweka polisi, mnatupeleka mahakamani. Lakini rais akizungumza kuhusu sisi, mkitukashifu, nyie hakuna pa kupelekwa. Ndio tunasema hata wa Afrika Kusini walizungumza na makaburu, walizungumza nao, wakawaandikia barua, wakafanya nini, lakini ilifika sehemu wakaunda MK kukataa ushenzi uliokuwa unafanywa na makaburu. Kwa tunachozungumza hapa ni kwamba ni lazima tuheshimiane, ni lazima tuelewe. Leo unampeleka unamshtaki Mwenyekiti Mbowe, Msigwa, mimi, Esther, eti sisi tulisababisha kifo cha mtu Akwilina. Yule mkurugenzi aliyetunyima viapo ambavyo vipo kwa mujibu wa sheria alisababisha nini? Alisababisha nini yeye? Haya mambo ndio tunayozungumza. Asante, tunaendelea.